Wakati Mahakama Kuu ya Tanzania ikiyatupilia mbali mapingamizi manne yaliyowekwa na mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini, kumeibuka hofu kwamba huenda mustakabali wa kesi hiyo usiwe mzuri kwa Mheshimiwa Lissu kutokana na dalili za wazi kwamba mahakama inakandamiza haki zake na wakati huo huo kupendelea upande wa dola. Makala hii inaeleza kwa kifupi yaliyojiri leo Februari 11 ya mwaka huu 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania, kituo cha Dar es Salaam. Sasa leo Mahakama Kuu ilikuwa inafanya maamuzi kuhusiana na mapingamizi matano yaliyowekwa na Mheshimiwa Lissu. Na Mheshimiwa Lissu aliingia katika ukumbi wa mahakama na kupokelewa kwa kelele za raisi, ambapo zilikuwa zikitoka katika umati mkubwa uliokuwepo hapo mahakamani, na alikwenda moja kwa moja kwenye kizimba chake na akaanza kupanga nyaraka zake na vitabu vyake mezani, na baadaye majaji waliingia na kuchukua nafasi zao na karani kuanzisha mchakato wa kesi. Kwa hiyo karani alisoma hiyo kesi ambayo ni session namba 1905 na wakili Renatus Mkude aliwatambulisha mawakili wenzio wa serikali Ajuaje, Katuga, Ignas, Sawabu na Cuthbert, akieleza kuwa shauri hilo lilikuja kwa ajili ya kusikiliza uamuzi wa majaji watatu wanaosikiliza hiyo kesi wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru, na jaji alimuuliza Mheshimiwa Lissu kama alikuwa tayari, na Mheshimiwa Lissu alieleza kwamba yuko tayari kupokea maamuzi ya majaji hao. Kwa hiyo mahakama ilianza kwa kurejea mazingira ya pingamizi la kwanza lililohusu kanuni ya 3 ya kanuni ya ulinzi wa mashahidi kuhusu kizimba maalum cha kutolea ushahidi. Upande wa utetezi ulikuwa umeeleza kuwa namna kizimba kilivyotengenezwa kiliwazuia majaji kumuona shahidi, hivyo kuwanyima uwezo wa kutathmini mwenendo na tabia ya huyo shahidi husika. Ilielezwa kuwa kanuni ya 3 inampa jaji mamlaka ya kumtazama shahidi wakati anatoa ushahidi. Lakini upande wa serikali ulikuwa umejibu kuwa swala la kizimba ni la kimahakama na si swala la mshtakiwa kuamua. Kwa hiyo mahakama ilisoma maudhui ya kanuni ya 3 na kueleza kuwa ni sharti jaji aweze kumuona shahidi. Kwa hiyo ilikubaliana na hoja kwamba kizimba kinapaswa kurekebishwa ili kukidhi matakwa ya kanuni hiyo. Hivyo pingamizi hilo lilikubaliwa kwa sehemu inayohusu marekebisho ya kizimba. Hata hivyo, mahakama ilieleza kuwa hilo halimaanishi kuwa ushahidi wa mashahidi wanaolindwa hauwezi kuendelea, bali mazingira ya utoaji wa ushahidi huo yanapaswa kuzingatia matakwa ya kanuni. Pingamizi la pili lilihusu kanuni ya 5 kuhusu namna mashahidi waliolindwa walivyobainishwa. Utetezi ulikuwa, yani upande wa Mheshimiwa Lissu, ulikuwa umeeleza kuwa amri ya ulinzi haikufafanua namna gani walivyopatikana. Upande wa serikali ulidai kuwa kanuni hiyo haihitaji kutajwa kwa majina, na mahakama ilitafakari hoja hiyo na kueleza kuwa neno kubainishwa halimaanishi lazima majina yawekwe wazi. Ilieleza kuwa amri ya awali ya ulinzi iliridhisha kuwa mashahidi walikuwa wamebainishwa kama raia na hivyo hapakuwa na ulazima wa kuwataja majina yao hadharani. Pingamizi la 3 lilihusu kanuni ya 6 kuhusu uwezo wa mshtakiwa kumhoji shahidi akiwa hamuoni moja kwa moja. Upande wa serikali ulieleza kuwa uwepo wa kizimba ni kwa ajili ya kulinda usalama wa shahidi. Mahakama ilisema kuwa ulinzi wa mashahidi ni muhimu na amri ya ulinzi inapaswa kuendelea wakati wa ushahidi na hata baada ya kumaliza kutoa ushahidi. Hivyo pingamizi hilo halikukubaliwa. Kwa hiyo mpaka hapa katika mapingamizi haya matatu tayari mawili yalikuwa yamekataliwa na ni lile la kwanza tu lilikuwa limekubaliwa lakini kiupande. Kwa hiyo nakwenda katika pingamizi la 4. Na hili la 4 lilihusu haki ya kusikilizwa kwa usawa na ilirejea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mikataba ya kimataifa kuhusu haki sawa mbele ya sheria. Upande wa utetezi, yani Mheshimiwa Lissu, ulidai kwamba kutokumuona shahidi kunaweza kuathiri uwezo wa kumhoji ipasavyo, lakini mahakama ilieleza kuwa haikuona namna ambavyo kutomuona shahidi kungezuia mshtakiwa kumhoji kwa ufanisi, alimradi taratibu za mahakama zinazingatiwa. Kwa hiyo pingamizi hili nalo lilitupwa.
Pingamizi la 5 lilihusu kifungu cha 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na madai kuwa marekebisho hayakutangazwa ipasavyo kwenye gazeti la serikali. Upande wa Mheshimiwa Lissu ulieleza kuwa kanuni za ulinzi zilitungwa baada ya mshtakiwa kufikishwa mahakamani, yani kwamba hizi sheria zilitengenezwa upya mara tu baada ya Mheshimiwa Lissu kukamatwa. Lakini upande wa serikali ujitetea kusema kuwa sheria za mwenendo hutumika hata kama mshtakiwa tayari yuko mahakamani. Sasa mahakama ilitoa maamuzi kudai kuwa kifungu cha 194 kilikuwepo tangu mwaka 2018 na kumpa jaji mkuu mamlaka ya kutunga kanuni. Kwa hiyo kanuni hiyo iliyotungwa mwaka 2025 ambayo Mheshimiwa Lissu alikuwa anailalamikia, anasema kwamba hazikuwa sheria mpya bali utekelezaji wa mamlaka iliyokuwepo. Kwa hiyo hadi kufikia hapa mapingamizi 4 kati ya 5 yaliyowekwa na Mheshimiwa Lissu yalikuwa yametupwa. Kwa hiyo mahakama inadai ilijiridhisha kuwa sheria hiyo ilitangazwa kuzingatia vifungu vya 63 na 64 ya sheria ya ushahidi kuhusu judicial notice. Hatimaye mahakama ilikubali. Kwa hiyo katika haya, kama nilivyosema awali, mahakama ilikubali pingamizi moja tu lililohusu marekebisho ya Kizimba na kuyakataa mapingamizi mengine 4. Ilielekeza kwamba Kizimba kirekebishwe ili kukidhi matakwa ya kanuni na usikilizwaji uendelee kama ilivyoamuriwa. Na baada ya maamuzi hayo, wakili Renatus Mkude alisimama na kuomba ahirisho ili Kizimba kirekebishwe. Lakini Mheshimiwa Lissu alisimama na kupinga ombi hilo, akieleza kwamba upande wa jamhuri una mashahidi 30 ambapo 11 ni waliolindwa na 19 hawajalindwa. Hivyo walipaswa kuwa tayari kuendelea na shahidi mwingine. Alisema kuwa kuahirisha kesi hiyo kwa sababu ya marekebisho ya Kizimba kungeathiri haki zake kwa kuwa angeendelea kubaki mahabusu. Hata hivyo, upande wa serikali ulisisitiza kuwa hawakuwa na shahidi mwingine ambaye alikuwa tayari kwa ajili ya kutoa ushahidi. Na majaji walifikiana na upande wa serikali na kutoa uamuzi kuwa kesi itaendelea hapo kesho tarehe 12 Februari ya mwaka 2026 saa 3 asubuhi. Sasa hizi si habari njema, kwa sababu huu ni mwendelezo wa mlolongo wa matukio ambayo yamekuwa ya dhahiri ya ukandamizaji wa haki za Mheshimiwa Lissu. Na kwa hakika baadhi ya watu wana hofu kwamba hii kesi inachoendelea ni maigizo tu. Uamuzi tayari umeshafikiwa. Na ndio bana hata huko nyuma wakati wa mchakato wa kesi hii, upande wa mashtaka uliwahi kutamka lini kesi hii itaisha, ambapo kwa mujibu wa taratibu kuisha kwa kesi kunategemea mchakato wenyewe wa kesi unavyoendelea. Lakini unaonekana kwamba tayari hawa watu wanajua kesi itaisha lini, na yamkinika kuamini kwamba hata hukumu dhidi ya Mheshimiwa Lissu tayari ipo inasubiri tu kutangazwa. Na yamkinika kuhisi pia kwamba anayedhani kwamba haki itatendeka katika kesi hii basi hajui kinachoendelea katika Tanzania. Hii sio kesi ya kisheria. Hii ni kesi ya kisiasa. Hii ni kesi ya kudhibiti nguvu ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kwa upande mmoja, lakini pia ni kesi ya kukidhibiti Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa upande mwingine, kwa sababu wakati haya yanaendelea mahakamani, tayari huko mtaani nako kuna jitihada kubwa sana ya kudhibiti Chadema. Habari za kusikitisha ni kwamba Watanzania wengi wanachukulia poa haya yanayoendelea. Na mfano halisi ni nini? Juzi hapa tumeweka makala ya kuhusu yaliyojiri katika kesi ya Mheshimiwa Lissu hapo majuzi na kueleza kwamba kuna uonevu mkubwa umetokea. Nenda kaangalie views katika hiyo makala. Na nenda kaangalie views za ubuyu huko pembeni. Kwa kweli hivi vinavunja moyo, kwa sababu sisi wengine tunatumia angalau masaa 2-3 kutengeneza muhtasari kama huu. Lengo ni kuweka katika kumbukumbu yote yanayojiri katika haya, kwa sababu haya ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Lakini kwa kiasi fulani unaona kama baadhi ya watu wanachukulia kuwa ni matukio tu ya kawaida. Na hii inasikitisha, kwa sababu Mheshimiwa Lissu yupo jela kwa sababu yetu, yupo jela kwa sababu ya kuipigania Tanzania yetu. Kuna namna ndogo tu ya kumsupport, angalau kujali yale ambayo anayapitia, angalau kushare zile stories zinazohusu yeye, kwa baadaye kuendekeza ubuyu, pengine kujikita kufuatilia kinachoendelea. Pamoja na idadi isiyoridhisha sana ya views katika hizi video za Mheshimiwa Lissu na nyinginezo, bado Jasusi TV itaendelea kuweka kumbukumbu, kwa sababu lengo hasa sio views bali ni kumbukumbu kwa vizazi vijavyo. Lakini pia historia ya Tanzania haiwezi kuandikwa bila kufuatilia mchakato
huu, na ukizunguka hapa YouTube utakuta watu wanaripoti tu kilichotokea, wakati sisi katika Jasusi TV tunakwenda mbali zaidi na kufanya uchambuzi na kufanya tathmini na vitu kama hivyo. Na pengine jambo hili alihusiani na mada ya makala hii. Niliweka kura ya maoni hapo kuhusiana na tukio moja zito linaloendelea sasa hivi duniani la Jeffrey Epstein. Kuna mengi ambayo yanajiri. Sasa tengeneza makala kuhusiana na hiyo, lakini sina uhakika kama makala hiyo itavutia, maana unaweza kupoteza muda masaa mawili masaa matatu kutengeneza kitu cha uhakika, lakini baadaye ukikileta ndio hivyo kinakuwa views zenyewe za kuokoteza. Kwa hiyo hii kidogo na si naomba isitafsiriwe kuwa na sithamini wachache ambao mmekuepo siku zote hapa, nathamini sana, lakini wakati mwingine unajaribu kulinganisha, kama unaweka pengine issue labda pengine Mheshimiwa Lissu au vitu vya muhimu, lakini ukienda upande mwingine kuna mambo ya ubuyu na kuna watu kadhaa wamejitokeza, kwa kweli na vunje moyo. Kwa hiyo ni vizuri kuambiana ukweli. Samahani kama kuna mtu akona nimemkwaza, lakini muhimu kufahamishana. Anyway, una maoni gani kuhusiana na haya yanaendelea kuhusu Mheshimiwa Lissu? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.